Kwenye exclusive za Ava TV hii leo tuko na mshambuliaji wa Azam FC Saaduni. Tutazungumza naye hapa mambo mbalimbali. Karibu tuzungumze naye. Saaduni, uko vizuri? Mungu ni mwema dada yangu. Unakwenda? Alhamdulillah. Hivi ndio upole hivi uko hivi au kwa sababu ya kamera? Amna, mimi ndo nilivyo hivi, mimi mpole. Muulize nani? Yoyote muulize. Saaduni ni mpole. Yoyote muulize. Mambo yanakwenda lakini. Mungu ni mwema dada yangu. Sijui wewe. Jambo kabisa. Sawa. Kwanza kabisa tuanze kuzungumzia msimu huu kwa namna ambavyo umekuwa kwa upande wako wewe kama mchezaji, licha ya kwamba hatuja kuona kwenye baadhi ya mechi ambazo Azam FC imecheza. Na kwanza napenda kumshukuru Mungu, tumeweza kucheza mzunguko wa kwanza salama, tumeweza kumaliza salama kwa pointi 29. Namshukuru Mungu kwa hilo. Na kuhusu mimi kutokuniona uwanjani, nilikuwa nina majeraha ya muda mrefu ambao nilikuwa nikicheza nao msimu uliopita. Lakini msimu huu sikuanza vizuri kwa sababu sikuwa 100%. Kwa nikatumia muda mwingi sana kujitibia na kuweza kuwa sawa. Sawa. Hapo kwenye majeraha Saaduni, watu wengi wanasema hivi kitu kibaya kwa wachezaji ni majeraha, yani akimkuta mchezaji. Wewe umeshapitia kwenye situation kama hivyo na sio mara moja pengine, na pengine hata ukiwa kwenye timu nyingine. Mchezaji akipata majeraha pengine hili kwake, yani inakuaje, inakuwa inakudisappoint au inakuaje, kwa sababu unakwenda kukosa baadhi ya mechi ambapo wewe unatamani kucheza leo na kesho na kesho kutwa. Kwanza dadangu, sisi wachezaji sikuwa na majeraha ni kitu kigumu sana, kwa sababu sisi kazi yetu ili upate ili watu wazidi kuongelea, izidi kufanya vizuri, ili thamani yako izidi kupanda, lazima ucheze. Ni kitu kigumu sana kwa majeraha, lakini ndo moja ya mchezo. Na uwezi jua labda Mwenyezi Mungu anakuepusha na nini kwa wakati ule pale, labda amekuandalia kitu gani mbele yako. Namshukuru Mungu kwa kila kitu. Unakuta kuna wengine labda mashabiki wanafurahia, yani mchezaji labda amepata injury anafurahia kwa sababu ni mchezaji ambaye anaisumbua labda timu yao, akipata injury anafurahia kwamba bora tu apumzike, tunamkosa ili tukija tukakutana nao inakuwa ni rahisi kwa upande wao. Hii unaichukuliaje? Mimi naamini furahi labda kuumia labda ni ushabiki tu ile lakini sidhani kama labda na nia mbaya labda. Mwalimu Ibenge unaweza kumzungumza ni mwalimu wa namna gani, kwa sababu tumeona kuna baadhi ya mechi amekupa nafasi unacheza na unafanya vizuri kwa upande wako? Ibenge ni mzazi kwanza, ukiacha mwalimu ni mzazi, ni mtu ambaye unaweza ametufanya tuwe comfortable naye, tukiwa na shida yoyote unaweza ukaenda ukazungumza naye na akakusaidia. Nataka kufahamu sasa hii challenge kidogo, wachezaji wangapi ambao unajua 10 unaweza kuwataja, ambao unaweza kutaja jina lake lakini pia jezi ambayo anavaa kwenye timu? Naweza. Pasco 12, Chilambo 20, Adolf 26, 29 Saaduni, 18 Foba. Wangapi hao? 5. Alafu Nado 11, Emedi 23. Wangapi hao? 7. Alafu nakuja nani mwingine? James navaa namba 2, Lusajo navaa namba 5. Nitakanishangea ukose. Stiari 9. Bado mmoja. Fontes anavaa namba ngapi? 24. 24 kweli? 24. Kweli? Tuangalie. Angalia. Anavaa 24. Sawa, hiyo umeipatia. Sawa. Labda pengine kwa kumalizia sasa, tumeona kuna vijana sasa hivi Azam wanapata nafasi ya kucheza. Na jina limenitoka kama yule pale, yule sinamwona. Anaitwa nani? Aimar. Alitokea Zanzibar, msajiliwa hivi karibuni. Kiwango chao kinachenye kimekuwa bora zaidi. Unaweza yani huwa mnazungumza chochote labda pengine kama kushauri, kwa sababu ligi ni ngumu, kwa vijana pia inakuwa ni ngumu kwa upande wao kuingia moja kwa moja kwenye timu. Unaweza kumwambia nini au wewe unamshauri chochote? Kwanza umesema vijana wengi, umesema vijana wameingia, kwa mimi sio kijana. Anazungumzia wadogo ambao wanatoka na 20 nini? Mimi naye tunazungumza vitu vingi sana, ni mdogo wangu na vitu vingi sana, akiwa na shida na nifuata, tunakaa nazungumza na sina shaka na yeye na uwezo wake. Mimi zaidi naendelea kumwombea Mungu
aendelee kufanya vizuri, bado mdogo, na mimi naamini atafika mbali alipofika hapa sasa hivi. Bado mapema kusema kwamba Azam FC haiwezi kuchukua ubingwa kwa msimu huu? Hamna, huwezi kusema hivyo. Ni mpira huu. Kama tumeweza kupata alama 29 raundi ya kwanza, basi mimi naamini ubingwa unawezekana. 29 ni chache, lakini na mara nyingi tumeona mmefeli sana kwenye mechi zenu za ugenini. Ni mechi. Alama nyingi mmezidondosha. Mechi nyingi sana tumeza ugenini, lakini tuna advantage ya raundi ya pili kucheza mechi nyingi nyumbani. Kwa hiyo mimi naamini mechi nyingi za nyumbani tutapata point inshallah. Saduni, ukiwa kambini huwa unapenda kufanya nini zaidi? Kulala, mimi nalala sana. Kwa nini sasa? Basi muda mwingi kupumzika. Muda mwingi napumzika. Muda mwingi. So mimi tu, wachezaji wote humu ndani. Walalaji wengi. Wengi, yani huwezi kumkuta mtu labda baada ya mazoezi ukamkuta nje. Yani sana utatukuta labda ni muda wa kwenda kula, labda na muda wa mazoezi. Au kuna kikao ndio utaona watu nje, lakini muda mwingi watu wanakuwa vyumbani wao wanapumzika. Kama wanaongea na familia zao, wengine utakuta naangalia movie. Muda wa kwenda kwenye msosi sasa wa kwanza? Ni lazima. Ni lazima ukicheza. Nani sana ambaye anaongoza kwenye swala la msosi? Kusema kweli sijawahi kufuatilia hilo swala, lakini ni lazima, kwa hata ukichelewa hata dakika moja unapigwa faini. Kwa ni lazima kuwahi. Ndani ya muda. Ndani ya muda. Shukrani sana Saduni. Asante sana dadangu.